Mathayo sura 24 mstari wa 13 anasema, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kwanza, Yesu Kristo anapozungumza atakayevumilia hata mwisho, anamwambia nani? Kwanza lazima tufahamu, anawaambia watu wenye imani ambao wameshikilia imani, kama kuna kitu umekishikilia, hutaki kukipoteza, ukiendelea kuvumilia ukiwa umekingangania kitu hiko, maana kama huna unavumilia nini sasa? Sasa anaposema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka, twende hatua kwa hatua ili tuweze kuelewana. Ni muhimu kwetu kuelewa wokovu una awamu mbili. Una awamu ya kwanza na kuna awamu ya pili ya wokovu. Na awamu ya kwanza ya wokovu inafananishwa na mtu ambaye anataka kusafiri kwenda labda mkoani. Hatua ya kwanza atatakiwa kukata tiketi. Akikata tiketi yake, atatakiwa kuitunza tiketi hiyo mpaka gari litakapofika limpeleke katika safari yake mpaka mwisho. Na kama mtu huyu atakuwa amekata tiketi, sasa atakuwa amekata tiketi, ndipo atakuwa na nafasi ya kupanda katika gari kufika mwisho wa safari. Kwa maneno mengine, huwezi kufika mwisho wa safari kabla hujakata tiketi. Kwa hiyo wokovu una awamu ya kwanza ya kukata tiketi, ambayo ni ya kuokoka sasa, kuokoka duniani. Wakorintho sasa wa pili sura ya 6 mstari wa 2. Wakorintho wa pili 6:2 inasema, kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama siku ya wokovu ndio sasa. Hiyo ndio awamu ya kwanza sasa ya wokovu, ni kukata tiketi sasa. Na awamu ya pili, unapaswa uendelee kuingangania tiketi isichanike, isichafuke, ili gari linapokuja sasa uonyeshe tiketi, hatimaye upande katika gari uende mpaka mwisho wa safari. Kwa hiyo awamu ya kwanza ni kuokoka, ni kutubu dhambi kwa kumaanisha kuokoka sasa, kwa kuacha dhambi zote. Ni kutubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, na unaokoka sasa, maana yake unapokea tiketi inaitwa wokovu. Alafu unautunza wokovu huo mpaka parapanda itakapolia, mpaka kifo kitakapokufikia. Na hapo unaingia kwenye awamu ya pili ya wokovu, ambayo inatajwa sasa katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 6, katika kuupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Kwa maneno mengine, katika kupokea mwisho wa wokovu wenu. Kumbe kuna wokovu awamu ya kwanza na kuna wokovu awamu ya pili. Kumbe atakayevumilia mpaka mwisho ni yule ambaye anao wokovu sasa, aendelee kuvumilia mateso ambao watu wanampinga, wanamkataa, anapata dhiki hizi au zile, avumilie mpaka mwisho, ndipo ataweza kuingia katika awamu ya pili sasa ya wokovu. Hoja yao ya pili, wanasema hakuna aliyeokoka bali tumeokolewa. Hiyo hoja ni ya kipuzi. Hoja hiyo haina kichwa wala miguu. Wanasema hakuna aliyeokoka bali tumeokolewa. Hiyo sina haja hata kusoma andiko lolote. Ikiwa uko ndani ya nyumba inateketea, wakaja jeshi la zimamoto wakakuokoa kutoka kwenye moto, ni dhambi au ni kosa kusema nimeokoka kutoka kwenye moto? Hiyo ni hoja ya kitoto. Wanasema Yesu alituokoa tayari, wote alituokoa pale msalabani. Yesu alikufa pale msalabani ili kuokoa ulimwengu, lakini watu hawawezi kuokoka automatiki. Ni kwa mfano ule ule, kwa sabuni inaondoa uchafu, inaondoa madoadoa. Je, inaondoa yenyewe automatiki? Hapana, ni lazima uichukue sabuni, uiogee, ujisafishie. Ndivyo ilivyokuwa kwa Yesu Kristo. Ameenda msalabani kuleta ukombozi. Ukombozi upo msalabani tayari, lakini ukombozi unakupata automatiki? La hasha. Lazima uende wokovu huo kwa Yesu Kristo. Ndio kwa namna ile ile Yesu akasema katika Yohana sura ya 3 mstari wa 14, akinukuu kile ambacho kilifanywa na Musa, akinukuu kile ambacho kimefanywa na Musa katika Hesabu sura ya 21 mstari wa 8 mpaka wa 9. Yesu alisemaje? Kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Yesu ameokoa ulimwengu pale msalabani, lakini wako watu walevi mpaka leo, wako watu wazinzi mpaka leo hawajaokoka. Maana yake nini? Yesu alileta wokovu msalabani, lakini watu hawaokoki automatiki. Kwa hiyo kusema tuliokolewa wote automatiki
Kwa hiyo hakuna haja ya kusema sasa tuokoke, ni uongo na ni ujinga. Yesu aliweka dawa ya dhambi pale msalabani, ambayo ni damu yake. Aliokoa pale msalabani. Ni jukumu letu kumfuata Yesu. Kama nyoka wa shaba aliyeinuliwa katika Hesabu 21:8, kwamba mtu alikuwa haponywi automatiki. Alitakiwa amwangalie nyoka wa shaba, ndipo ile sumu ya ule nyoka ifutike hapo hapo. Ni nyoka wa shaba leo ni Yesu Kristo aliyeko msalabani katika roho. Tukimwangalia kwa kumwamini na kumtwisha fadhaa zetu zote na kumtwisha dhambi zetu zote, ndipo tunahesabika tumeokolewa. Hoja ya tatu, wanasema hatupaswi kusema tumeokoka, bali watu wengine ndio watuambie kuwa tumeokoka. Wanatumia andiko la Mathayo 26 mstari wa 69 mpaka mstari wa 73, wanalosema kwamba Petro alikuwa akitembea. Wanasema hata kutembea kwako kuna kutambulisha. Kwa wanasema watu ndio watuambie. Nayo ni hoja ya kijinga vile vile. Kwa nini kusema hivyo? Kwa sababu mimi ni mfupi. Je, nikisema ni mfupi na kuwa nimekosea kusema ni mfupi? Aliye mrefu akisema ni mrefu atakuwa anaonekana anajikweza kusema urefu wake? La hasha. Lakini kusema mimi ni mfupi ndio uhalisia wangu. Kusema mimi ni mrefu ndio uhalisia wako. Kwa hiyo nikiwa nimeokoka, kusema nimeokoka sijikwezi, ndio uhalisia wangu. Na wananukua andiko jingine la Wakorintho wa pili sura ya Wakorintho wa pili sasa sura ya 3 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 1 sasa mpaka mstari ule wa 3. Je, tunaanza tena kujisifu wenyewe au tunahitaji kama wengine barua zenye sifa kuja kwenu au kutoka kwenu? Ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, yani tuliyoiandika, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Kwa hiyo anasema, unaona, hata nyakati za kanisa la kwanza walikuwa wanasema wengine wawatambulishe, maisha yenu yawatambulishe. Ndio, maisha yetu yanaweza kututambulisha, lakini kwanza sisi wenyewe tujitambue. Sisi wenyewe tukiri ukweli wetu, tukiri uhalisia wetu, tuishi katika uhalisia huo, ndipo watu wataweza kuona maisha yetu na kututambua. Tunapofika ukingoni sasa mwa somo letu, hatuna budi sasa kufahamu sifa kuu 2 za mtu aliyeokoka, na hizo nazo unapaswa ujipime nazo. Sifa ya kwanza, mtu aliyeokoka ana uwezo wa kushinda dhambi, ana uwezo wa kushinda ulimwengu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 3 na 4. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:3 mpaka 4. Biblia inasema, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu, na wewe umezaliwa na Mungu, umezaliwa na Roho Mtakatifu. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Ulimwengu unataja hapo ni dhambi. Hushinda dhambi, hushinda maisha ya dunia, hushinda maisha ya uovu. Na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Hiyo imani yetu tuliyopokea ndiyo yenye nguvu ya kuushinda huo ulimwengu. Bila hiyo imani yetu, bila imani hiyo ya Kristo, haiwezekani kushinda ulimwengu. Hiyo ndiyo sifa ya kwanza. Una nguvu ndani mwako ya kushinda dhambi, jua umeokoka. Sifa ya pili na ya mwisho, aliyeokoka hatendi dhambi kama mtindo wa maisha. Hatendi dhambi kama mtindo wa maisha. Anajua hii ni dhambi, anaishi, anaendelea kufanya akifurahia. Mtu aliyeokoka yuko hivyo. Waraka wa kwanza Yohana 3:9, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Neno kutenda dhambi linalotajwa hapo katika lugha ya asili ni haishi katika dhambi. Yani sio mtindo wake, sio kawaida yake kusema uongo, sio kawaida yake kudanganya, sio kawaida yake. Anaweza akajikwaa kwa bahati mbaya, na ikitokea anaumia kweli kweli na hawezi kuvumilia, atajitakasa haraka
ili awe safi ndani mwake, sio mtindo wa maisha yake. Hawezi kufanya dhambi kwa kukusudia. Anajua uzinzi ni dhambi, alafu aseme nifanye dhambi. Haiwezekani. Baada ya kuelewa sasa kwamba kuokoka ni nini, imekuwa ni faida kwako, lakini unao nafasi ya kumwomba Bwana, kumwambia Mungu, asante kwa sababu umenisaidia, nimeweza kuelewa. Sasa nitatembea katika imani. Nitatembea sasa, nimeelewa kwamba ni kweli nimeokoka. Na kama unajua hujaokoka, ni wakati wa kuanza upya. Kuanza upya kabisa. Unajua huna uwezo kushinda dhambi, unatakiwa kuokoka sasa. Na kama unaweza kuokoka, unaweza kutamka maneno haya pale ulipo. Sema maneno haya kwa kumaanisha, ili uweze kuokoka leo, na nguvu ya Mungu itapenya ndani mwako. Utapewa uwezo wa kushinda dhambi. Roho Mtakatifu atakuzaa leo. Sema maneno yako kwa kumaanisha. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu zote. Futa jina langu kwenye vitabu vya hukumu. Naomba uliandike jina langu kwenye kitabu kimoja cha uzima wa milele. Niwe mtoto wa Mungu tangu leo. Nihamishwe kutoka katika nguvu za giza. Nihamishwe kutoka kwenye ufalme wa giza. Niingizwe katika ufalme wa Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa na kunisamehe. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baada ya kusema maneno hayo, nitakuombea kwa haraka. Nguvu ya Mungu ishuke ndani mwako. Baba, nasema asante. Mtoto wako ameokoka na umempa uwezo sasa wa kushinda dhambi. Amehamishwa kutoka katika nguvu za giza na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lako Yesu Kristo. Alindwe, atunzwe. Najua yuko sasa viganjani mwako Yesu Kristo, na hakuna shetani, uchawi, laana, mikosi na mabalaa ambayo inaweza kumpiga kwa namna yoyote. Baba, nakutukuza kwa utukufu wako Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Amen.